utakuja majirani. Nenda mwanangu gani? Wewe mwachie mtoto wangu kwanza. Ondoka na usirudi tena. Hodi hapa. Karibu. Shemeji huyo. Kwema. Kwema mambo? Fresh mzima. Mzima. Dada habari? Umepotea shemeji? Nimepotea kwa mihangaiko tu ya humu na mule shemeji yangu. Si unajua tena hapa Bongo. Karibu. Vipi mume wako nimekuja kweli? Ametoka muda tu. Bora sijakukuta. Ninavyokuambia huyo mume wako huko mtaani. Yaani sio tunawazia hapo ni kuanzia wapi kukwambia. Kafanyaje shemeji? Kuna mdada huko anauza mgahawa mantilie. Wewe. Huyo mdada. Mume wako atoki. Ndo tukamganda. Ukiana kuelekea mimi nakwambia. Wewe usiniambie. Kwani shemeji unaongea? Huyu mdada sijui kampa dawa mume wako, yani nakwambia kamganda. Unajua kamganda? Kiana kwenda iko hivi. Nishakuona ile movie ya Kiliku. Vile unatembea basi ni muda wote ipo hivi. Shemeji. Kwani yani mbona sikuelewa unachokiongea? Yani wewe mdada ndo mtu wake au mbona sielewi? Yani ni mpenzi wake, ninavyokuambia hivyo. Ni mpenzi wake tena penzi limeshaini. Unajua limenona? Huyu mdada ana mshepu, yana na nini? Alafu sijui kama yani sijui anakosa nini kwanza kwako yule mume wako. Yule mwanaume ana shida gani kwani yule Kwani hapa anakosa nini kwangu? Eti shemeji. Huyo unaona tu ninavomkia yule mume wangu, yani muda wote akitaka chochote kwangu ninampa na muda wote yani namheshimu. Hivi mbona hivi mwanaume lakini Mimi nakwambia mimi nitadili naye. Ngoja arudi hapa. Mimi nitadili naye huyo mbwa. Huyo. Basi sawa. Hilo usinitaje mimi shemeji. Usije kwenye maongezi maana ile mapenzi bwana eleweki. Sije kafika pale. Hamna shemeji zote. Juma ndo kaniambia kutaja shemeji. Tena mwingine kitokea njoo niambie hivyo hivyo. Hivyo nitamkomesha. Usitamwacha. Usiponitaja mimi. Maana sihitaji masuala kupigwa mwili wangu na una mwili wenyewe nyama sina. Mifupa tu mwili wangu umejaa. Kwa hiyo hapo siwezi kukutaja shemeji. Ila ngoja aje. Huyu leo huyu akija huyu atajua ajue. Basi sawa na mwili wangu ngoja niondoke zangu. Haya bye shem. Shemeji karibu tena. Haya. Anakosa nini Mbona kitu anataka kama namtimizia? Wewe shida gani mwanaume huyu? Ngoja aje. Yaani aje hapa nitamkomesha leo kwanza. Atajua ajue. Sasa. Leo niingia tizi. Basi niingia nimechoka kucheza hata niingie kesho hapa asubuhi kama tena. Vipi mwanangu Baisa? Fresh vipi? Vipi? Kama kawa mwanangu. Harakati. Mungu anasaidia. Vipi mzee wangu? Fresh. Tunani? Naona mambo mengi nini? Mwanangu, unajua tajua kali mzee wangu lazima tu pilika za mjini mzee wangu. Na sio? Nikuwepo na mwanangu hapa hivi tunaongea mambo ya tizi asubuhi nini, si unajua? Bado mnapiga tizi kwani? Mimi mwenyewe nimeacha mshikaji. Yaani sifanyi mazoezi yoyote sasa hivi nipo tu ya mpira asili nini ndio mimi kuacha. Kitambi wapi njaa maisha magumu. Na kitambi sasa hivi. Hamna maisha magumu mzee wangu. Au ndio mchumba nini ile anakuchanganya nini? Yupi nini? Wewe mwanangu wewe mbona unapenda kujisaulisha sana si mchumba hapo kwenye chakula mzee wangu? Rahma pale bwana. Yule amna mwanangu yule azingui mwanangu. Sema kuna mwamba tu mmoja ndo ana vipengele fulani yani mpaka sielewi yani. Mwamba gani huyo? Mshikaji mmoja hivi boda hivi. Yule mano. Basi ndio kama na rasta hivi. Huyo. Yule kipengele kinoma. Huyo dogo hajatulia mwanangu. Hapa juzi tu kafanya tukio fulani hivi mwanangu unaona bado mapepe. Kwani jamaa hajao wale? Si ndio hilo tukio lenyewe nataka kukuambia. Sikaoa mwanangu na dem sasa hivi ana kibendi yani. Sasa mbona atulii na mkewe mzee wangu anapata vitoto vya watu tu pale? Sasa simu yangu inaita mwanangu. Nani? Chumba au? Unajua tena hapo naenda stendi hapo. Naenda kumchukua shemeji yako nini unajua? Au si? Leo hujaacha tu mshikaji wangu maswala. Sio kuacha mwanangu. Yaani huyu ndio muhimu. Ndio unasema mano kumbe mwenyewe ndio wale. Mimi shoa. Wewe baadaye mwanangu unaona. Kwa hiyo leo mambo hakika uje uwanjani bwana bwana. Sababu bwana. Au sio? Baridi wasi mwanangu. Poa. Sijui mara moja maana maongezi na wewe. Mwenyewe kuna kitu nataka nikwambie.
Basi nitakuwa nimekuwahi. Nadhani jambo lako litasubiri kwanza la kwangu. Sasa tusogee kwa pembeni. Kuanzia leo na kuendelea, sitaki nikuone karibu na kazini kwangu. Kwa sababu sitaki kupoteza kazi yangu kwa fujo zisizokuwa na faida. Kwa nini Lama naongea hivyo? Ndio nishaongea. Kuambia kitu Lama. Mimi sitaki upotee hata siku moja. Na ndio maana unang'ang'ania, sitaki yani utoke nje ya mara yangu mimi. Kwa sababu yule mtu mtu ambaye wewe umempenda wewe, mimi namjua mwanzo mwisho. Na huyo mtu naye ana mtu wake. Tena si mtu wake tu, ni mke wake kabisa. Napo karibuni tu anapata mtoto. Wewe fanya vyovyote unavyoweza. Ila mimi ndo nishakwambia, sitaki huwe karibu na kazini kwangu. Sijui umenielewa. Sikia Lama. Mimi sitaki upotee. Na yule jamaa anakupotezea muda tu. Yule jamaa ana lengo la kukuchezea na ana lengo lolote lile kwako. Anichezea sinichezee hiyo juu yake. Nishakwambia sitaki uwe na mazoea na kazini kwangu. Sijui umenielewa? Ndio nishakwambia, nishamaliza. Sawa, ila Lama, tambua kitu kimoja. Upo sana kwenye moyo wangu hapa. Mimi nakupenda sana Rahma. Yaani lazima ungekuja kuingia kwenye moyo wangu hapa, usingekuwa unanifanyia hivyo. Hivyo Juma, wewe kwani unanipenda? Hivi ungekuwa unanipenda ungekuja kunifanyia fujo pale kazini kwangu? Kwa nini yako mimi nipoteze kazi? Kazi yangu iharibike kwa sababu yako? Hivi ni kweli? Yaani upendo gani? Upendo which? Yaani tu unanipenda na kazana, unanipenda mtu wa kiume ajitutumue, unanipenda kivipi? Mtu unanipenda kweli, unaruhusu mimi nikaribie kupoteza kazi yangu kweli Juma? Eti unasema unanipenda. Hapana Lama, sio kwamba kwangu yaani yote kutoka kwangu mpaka kuja kwako. Si kwamba ni labda nikuleta vurugu au vipi. Sababu ni hapa Rahma, mimi nakupenda. Lazima moyo wangu ungekuwa una zipu. Mimi ningekufungulia uone kiasi gani mimi ninavyokupenda. Juma, tuheshimiane. Tafadhali. Sawa, ishi maisha yako na ishi maisha yangu. Sawa? Vipi hapa? Njoo kwanza. Njoo kwanza hapa. Je, unanichanganya? Unajua nimetoka wapi sasa hivi? Je, nikuje nisingone nitelekeza gereji afu unanichanganya unasema nini? Kwa hiyo pikipiki yako bora kuliko mimi, si ndio? Sema unasemaje? Umeanza. Kwa hiyo unajibu sema unasemaje? Mimi kama vile mbwa wako, mimi sio mke wako, si ndio? Niambie mke wangu unasemaje? Hivi wewe, kila siku unanifanya mimi sina hela. Kumbe una kidem chako ukipata hela unikipelekea, si ndio? Mambo yake yametokea. Mimi na demu. Mambo yake yametokea wapi? Manu. Tutagombana. Kila siku mimi sina hela mke wangu naisha midagaa kila siku, lakini kupata hela zako peka wanawake zako huko juu. Nasikia na demu wako kumuuza mgahawa. Unampelekea chakula kila siku. Unaongelea kitu gani? Mbona sikuelewi. Unaongelea kitu gani? Mimi na mwanamke gani? Una mwanamke gani? Kila siku ukitoka hapa kidogo juu una demu wako. Mimi nimeambiwa hapa. Mke wangu. Unasikiza maneno ya watu paka lini? Wewe mwenyewe unanijua mimi tofauti. Wewe unaniambia chizi akili hana au vipi yani? Yaani mtu atoke kula aje kuniambia maneno yake ya uongo hivyo kweli? Aniambia alokuambia wewe maneno alokuambia wewe. Mimi nikakwambia kitu. Sasa nikwambia aloniambia nani, lakini nimeambiwa kila kitu kwamba mwanamke wako juu. Kutwa juu. Na hela zote unaweza kule. Mimi unajua nimechoka Nimechoka kiasi kuonesha dagaa, kiasi kutembea, nimechoka ugali, kiasi nimechoka. Nisikilize basi, acha hasira. Punguza gazabu. Naondoka sasa hivi nimechoka. Nisikilize basi, nisikie huko. Punguza gazabu. Wewe unakwambia habari za wanawake na nimtaji. Ila siniambie tena. Simtaji ila nimeambiwa kama wewe na demu wako tena nasikia anamshia hapo siku kushinda mimi nasikia. Hivi unakosa nini kwangu wewe? Kwa hiyo unachotaka mimi nakutimizia na kuheshimu mume wangu na kujali japo una kipato lakini nakujali. Kwa nini wewe utulie? Basi nisikilize mke wangu. Mimi sina mwanamke mwingine tofauti na wewe. Mwenyewe unanijua. Sisi tumeelewana. Sina mwanamke mwingine tofauti na wewe. Mimi mke wangu ni wewe. Mwenyewe unajua. Afu anayekwambia hizo habari za wanawake mimi na wanawake nje. Nani? Mimi sasa nikamtaja lakini nimeambiwa kila kitu kwamba una demu wako nje, unamhudumia, ukipata hela zote huko. Tena unakuja kuniambia pikipiki si nini, mimi nakuelewa vipi? Sasa mwenyewe hapa. Unakuamini vipi? Mimi kama ningekuwa na wagia hela, hiyo hela mimi sibona ningeenda kutengeneza pikipiki hapo atusaidie hapa nyumbani, mimi na kumgia mwanamke. Unajua nakuvumilia kwa mengi wewe mwanaume, nimechoka Nimechoka unajua Mimi naelewa lakini sikiliza ninachokuambia. Kwani amini mimi na waamini wale. Mimi sina mwanamke mwingine tofauti na wewe. Sisi tumeelewana mke wangu. Afu mimi nakupenda wewe mwenyewe unajua. Mimi navumilia tu kiasi nishachoka.
Ona simu za mara zako zinavuita hivyo maana yake nini? Hizi kazi mke wangu. Mimi nimechoka bwana. Nielewe bwana mke wangu. Mimi nakupenda mwenyewe unajua. Najua lakini naona kama vile sikuelewi siku hizo. Ukipata hela mimi yani sikuelewi. Yani sio kawaida yako kabisa. Hamna bwana. Zamani ukipata hela naita sasa hivi hata uleti hapa. Mke wangu. Mimi na wewe tu mwenyewe najua. Au vipi? Ala kingine mimi nasingiziwa. Mimi natokana nani? Tofauti na wewe. Na kila mtu anajua mimi mke wangu wewe hapa. Mimi namtongoza naye nikubaliana najua nini. Unaofanya hivyo mimi unanizalisha. Unafanya watu mimi wanidharau. Basi nielewe. Mimi sina mwanamke mwingine tofauti na wewe. Sawa mke wangu. Sipeni unanuna bwana. Unaona kabisa. Unajua kwa mbaya uko na mimi. Hivi unapendeza. Halo, mambo? Poa vipi hapo mama? Safi. Nilikuwa naomba baadaye tuonane, kuna kitu nataka nikwambie. Sasa baadaye sitopata muda. Vipi? Uweze kuniambia kwenye simu kama vipi? Kwa nini ukuniambia kama una mke tena? Hizo habari za mke amekwambia nani? Nimekuuliza, kwa nini ukuniambia kama una mke? Sasa sikia niambie kitu kimoja. Ngoja kuna mission namalizia hapa hivi. Nakuja hapo tutaongea sawa? Sitaki. Nataka unijibu. Una mke au una? Rahma, mbona hutaki tuelewane? Mimi nakuja hapo. Nitakuja tutaongea. Sawa? Kama hutaki kuniambia, usinitafute tena. Sawa? Tunaweza tumeelewana. Nisikilize basi kwanza nikwambie kitu kimoja. Rahma. Rahma. Hizi habari kama mimi namaliza mimi na mke. Tena ukae mbali na mimi. Ukae mbali na mimi. Yaani juzi tu tunaongea maneno yote hapa mama mke wangu nisamee nini? Leo tumeenda tena. Nasikia jana ulikuwa naye mwanamke wako Unaongea kitu gani mke wangu? Unaongea kitu gani Mimi nimechoka na naondoka. Kaa hiyo unajua mwenyewe. Hebu niache. Niache nimechoka. Maisha gani? Nipe begi langu. Naomba kwanza. Unaenda wapi sasa hivi? Naomba naenda kwetu. Watu nimeua. Mimi sijaua kwetu niache niende. Nimechoka. Kama mwanamke wako kwenye mshepu sio nini kama ndio yeye nakulisha utajua mwenyewe naomba niende. Nisikilize kwanza basi. Naomba niende. Mungu anapenda ugomvi. Nisikilize kwanza basi mke wangu. Nipe nafasi basi ya kunisikiliza. Unasemaje? Niongopee tena. Umo tushaongea tushamaliza mke wangu. Wewe habari za wanawake zimekuja wapi tena? Wewe tumeongea juzi yote yameisha lakini jana umeenda kwake mwanamke wako nasikia mkopo wote mnakunywa sumu nini yenyewe mnanua na vyakula vya kutosha. Niache. Kitu kinachokuponza mke wangu unasikiliza maneno ya watu. Sina muda wa kuvumilia ujinga. Umeelewa? Maana unasikia nini na kuvumilia kwa mambo yote huko ndani. Kwetu kwanza utume hata 100. Kesi kwa wazazi wangu ananilia shida mimi naongopea. Nenda kutumia afu situme. Naomba niondoke. Mke wangu. Naomba niondoke kapambana mwenyewe na hali yangu huko mbele. Sasa unahisi dawa wewe kuondoka? Niache. Yaani niache kabisa. Nisikilize basi. Basi nisikilize. Nikusikilize nini? Unataka kuniongopea nini? Sio kama na kila kitu nimeonyeshwa picha, kila kitu mpaka wote. Huyu ndo mke wangu nakwambia, wife material. Mimi mbwa. Nimepewa nimeonyeshwa picha zote nimeona. Mimi siwangu lakini nimeonyeshwa, naomba niache niondoke. Kana na mke wako mtaishi vizuri tu kwa amani. Wanawake gani ambao wanakuambia wewe ni mashoga zako, ni marafiki zangu, wanakuambia kama mimi na wanawake nje. Yaani utajua wewe lakini binadamu yote hawezi kunyima neno. Utanyima ugali sio neno. Naomba niache niondoke. Juzi tulipoongea hapa maneno yote uongo uniongopea hapo. Sasa hizo unakuja kuniambia nini? Hebu acha utoto basi. Niache. Acha utoto basi kama hivyo. Hebu rudi nyumbani bwana tuongee. Rudi nyumbani. Ondoka. Niachie mbona mimi. Wewe tena umefuata nini? Ni salamu sasa. Nimekuuliza umefuata nini? Salimiane kwanza, ndo anza mambo mengine. Sema kilichokuleta. Sasa kwa ukali huo kweli naweza ngasema unachokileta. Wewe nimekuuliza swali. Umefuata nini hapa kwangu? Hata nisikilize kwanza. Wewe ulinikataa. Nisikilize kidogo basi. Nakuomba nisikilize kidogo.
Ondoka basi sasa kidogo. Kama dakika 2. Ongea. We. Kuhusu swala la mtoto wangu sitaki. Wewe ulimkataa? Huo ni mtoto wako, ni mtoto wetu. Ni mtoto wangu huyu. Mimi ndo mama, mimi ndo baba. Wewe ulimkataa? Mimi ndo baba mtoto huyo. Na ndio maana nilipotoka nimekuja hapa lengo. Umefuata nini? Hivi kwa nini mimi sijapitia nyumba nyingine yote nimekuja huko kwa sababu gani? Sababu najua hapa ndo kuna damu yangu. Nimekwambiaje? Sitaki. Na nimekuja lengo dhumuni ni kukaa mimi naye tujue tunafanya kuhusu mtoto. Nimesema labda umekosea. Hapa huyu ni mtoto wangu mimi. Hivi unajua kama mtoto anahitajika kusoma wewe? Kuna nani wa kulipa sana? Nitamsomesha. Sasa mimi ndo nimekuja babake. Najua una uwezo huo ila naomba tu tukae tujue tunafanyaje kuhusu mtoto. Unajua nachekesha, najisikia unaongea. Usiongea unaongea, mimi hata sielewi kwanza. Hamna bwana. Subiri kwanza tuongee. Sitaki. Nenda mwanangu ndani. Wewe mwachie mtoto wangu. Subiri kwanza. Wewe unataka nini? Niite mwizi. Wewe subiri kwa masuala mwizi anakujaje? Nitie wapi? Anakujaje masuala mwizi? Haya, mwachie mtoto. Kwa mimi sina haki na huyu mtoto, si ndio? Hauna, katafuta mwingine. Niache. Ondoka na usirudi tena hapa. Sasa mbona unafanya hivyo? Nimesema sitaki. Nenda. Kosa langu ni nikuja tu hapa. Acha kufanya hivyo James bwana. Acha hivyo. Kweli acha hivyo. Mimi nimekuja kwa sababu. Majirani. Sasa majirani wa nini bwana? James. Ondoka. Please nakuomba basi. Na usirudi tena. Nakuomba James. James. Fungua basi hata kidogo tuongee.